Mungu asifiwe. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu popote pale ulipo, nataka nizungumze nawe kwa habari ya siku za mwisho. Siku za mwisho, vitabu vya Mungu vimetuambia, Biblia inazungumza wazi, nasema siku za mwisho ni kipindi kinachotajwa katika Biblia kuwa ni nyakati za mwisho kabla ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni nyakati za hatari sana. Nyakati za hatari, jihadhari, jihadhari na majaribu, lakini pia uamsho wa wale wanaomtafuta Mungu kwa moyo wa kweli. Itatokea wakati na majira ambayo Mungu alishayatabiri hayo, kwamba siku za mwisho hamtakosa kujua nyakati hizo. Ingawa Biblia inasema kwamba siku ya kuja mwana wa Adamu hakuna juae. Hakuna juae. Hata yeye mwenyewe anasema sijui, ila Baba aliye mbinguni anajua. Lakini nyakati na majira mtazitambua. Moja, ishara za siku za mwisho. Katika Mathayo 24 Yesu alionya juu ya vita na matetemeko ya nchi. Lakini pili, njaa na magonjwa. Tatu, manabii wa uongo. 4, kuongezeka kwa uasi na upendo kupoa. Timotheo wa pili sura ya 3:1-5 inasema watu watakuwa wenye kujipenda, wapenda fedha, wasiotii wazazi, wasio na shukrani. Nyakati tunazoishi ndugu yangu ni nyakati za hatari sana. Unakuta kama ni watoto hawana heshima kwa wazazi wao, wazazi nao wamewavunjia heshima watoto wao. Ni dalili mojawapo. Lakini pia watu kupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Upendo wa Mungu kwenye mioyo ya watu ni asilimia ndogo sana. Watu wamegeuka, wanakimbizana na pesa sana, na imekuwa watu wanasalitiana kwa ajili ya pesa. Vitu kama hivi vipo na vinaishi. Inawezekana sio wewe unanisikiliza, lakini unajua kuna mtu rafiki yako, ndugu yako amekumbwa na dhahama kama hiyo ya kupenda fedha, kiasi kwamba amekata undugu, ameharibu kabisa ukoo, ameharibu kabisa kundi, ama mahali pale wanapofanya kazi. Ni kwa sababu wameingiza chuki. Nini shida? Shina ni pesa. Chanzo cha tatizo ni pesa. Lazima tuangalie vitu kama hivi, tujiepushe navyo, ili Mungu atusaidie tuweze kuepukana na ghadhabu na hasira ya Mungu. Kuna habari moja, maandiko yanasema mahali fulani, yanasema kwamba siku za mwisho kutakuwa kuna kilio na kusaga meno. Kilio na kusaga meno. Alafu wakati fulani alikuwa anahubiri mahali fulani, wazee fulani wakawa ni vibogoya, hawana meno. Wanazungumza, anasema afadhali sisi hatuna meno. Sio hatuna meno, sio meno haya tunayoyafikiri, ni meno mengine. Katika ulimwengu wa roho ni vita kali sana, ni uchungu mkali sana. Isipokuwa Biblia pia imetupa angalizo kwamba siku za mwisho manabii watakuwepo wengi wa uongo. Angalia, unabii unapotabiriwa unatimia au hautimii kwake. Na kama hautimii kwako, basi lazima uweke alama fulani, kwa sababu unapotabiriwa jambo lazima liwe unabii wa kweli. Lakini nisibezi sana hapo. Nitaipambanua vizuri wiki lijalo habari ya kutambua nabii wa kweli, nabii wa uongo. Karibu sana mjini Madaudi, nyumba ya maombi. Mungu akubariki sana. Jiepushe sana rafiki yangu na nyakati za hatari. Watu ndugu kwa ndugu wanainukiana. Upendo umepoa sasa hivi. Kuongezeka kwa maarifa na teknolojia. Leo dunia ni kama kiganja. Unafanya jambo hapa, mtu kashaliona, unafanya na yeye analiona unavyolifanya. Hiyo ni teknolojia imeongezeka. Danieli 12:4 anazungumza maarifa yataongezeka. Tujitahidi kusimama na Mungu, na watu tuhudhurie makanisani, tuhudhurie kwenye nyumba za ibada, whatever. Iwe ni msikitini, wewe nenda msikitini, nenda kapokee maonyo, nenda kapokee maelekezo. Tatizo watu mmekuwa wajuaji sana, lakini ujuaji bila Mungu utaangamia. Utakufa vibaya wewe rafiki yangu. Siku hizi tulizo nazo tunamhitaji Mungu sana. Sina mengi sana ya kuzungumza, lakini
tutazungumza vema zaidi na kwa undani zaidi Jumapili. Karibu sana mjini Madaudi. Siku zetu za ibada pia unaweza kukaribia, tuna mafundisho kama haya Jumanne saa 10:30, Alhamisi saa 10:30. Ni siku za maombi, ushauri na kuonana mtu mmoja moja. Shalom, shalom na kupenda sana.